Bwana Yesu asifiwe na wasalimu wote katika jina la Yesu. Tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kama mtu atutazame hivi kwamba sisi ni mawakili wa Mungu na watunza siri za Mungu. Hauwezi ukawa wakili wa Mungu ikiwa tabia zako nyingi ni mbaya, miasile imejaa. Lakini kanisa unaenda, fungu la 10 unatoa, shukrani unatoa, sijui nadhiri unatoa. Yaani niseme vitu vyote vya kanisa unavifanya. Na ibada unafanya. Ni lazima ili uwe wakili, uache tabia zote mbovu. Huwezi kumwakilisha Mungu na watu tukakuona kwamba wewe ni wakili wa Mungu ikiwa namna zako zote ni mbaya. Mfano kwa sasa kwa urokole wa kidigitali tulionao, unakuta mtu amevaa kimini, mara kiuno kiko nje, mara amevaa visuruali vimembana, ananena kwa lugha. Yeye anaona auko ndo kujazwa roho. Mimi nikwambie kwamba ukitaka kuwa wakili wa Mungu ni lazima tabia zako ziendane na Mungu. Na Mungu hawezi akakutumia ikiwa wewe maisha yako ni ya hovyo. Mungu anatumia kitu kisafi. Tuendelee hapo, anasema hapo tena inahitajiwa katika mawakili. Yaani hapo tena inahitajiwa katika mawakili. Ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu, sio muongo, msengenyani. Yaani mitabia yote mibovu uko nayo. Alafu nasema mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni wakili wa Mungu. Amna.